Mimi si mgeni kwenu, jina ni Vicky Kisilu. Shirika ni Collaborative Center for Gender and Development. Sisi kama shirika la CCGD tunatambua changamoto ambazo mnazipitia na tutazidi kuwasupport kupitia ule mradi wa nini wa Jasiri, ambao kama sisi kina mama wajane tunapata mkopo. Nani hapa amepata mkopo? Si tunapata mikopo na pia tukapata elimu na jinsi vile tunaweza inua biashara zetu, si ndio? Jambo la pili ni kukuza uwezaji wa kiuchumi kwa wajane ambao tunapata kupitia huo mkopo ambao tunapata, na pia watoto wetu wanasaidika kwa kupata loan, na mjane akidhulumiwa anapata haki zake, anawakilishwa kotini, pia anapata counselor ambaye anamsaidia akiwa na msongamano wa mawazo. Na mwisho ni kujenga jamii inayowajali na kuwaheshimu wajane. Katika kuwashukuru nyinyi wote kwa mwaka jana ambao mlitokezea kwa idadi kubwa. Mnakumbuka ile research tulikuwa tunafanya ya wajane? Kina mama hoye! Si mnakumbuka hiyo research ya wajane ambayo tulifanya? Langu ni kuwashukuru sana kwa maana mlitokea kwa wingi na tuliweza kupata ile data ambayo tulikuwa tunataka. Kwa sasa hatujawaita, manake hatujamaliza. Tutakuja kufanya validation, tuwaelezee, na pia hiyo information ambayo tulipata kupitia kwa ile research itasaidia sawa sawa kutengeneza ile policy ambayo itakuwa national. Na kumalizia ni kuhimiza nyinyi kina mama wajane, tunapokuwa na hizi public participation, na waomba muweze kutokezea kwa wingi, ndio muweze kupeana changamoto zenu, na pia muweze kujitambulisha, mjane asibaki nyuma. Manake tumesema mjane wa leo si mjane wa leo si wa lini. Kwa hivyo tuweze kutokea kwa hizi public participation, tupase sauti zetu kama wajane ambao ni jasiri, na pia sisi tuweze kupewa kipaumbele kama ni kwa budget allocation. Kama ni PWD anapewa location yake, pia mjane aweze kufanya nini? Kupewa location yake. Tulikuwa tunazungumza pale, lakini kabla sijaingililia yale ambayo tulikuwa tunazungumza, kwanza napenda kuchukua hii fursa kwanza kuwapa kongole wale wasimamizi, watu wajali wajane, wakiongozwa na Kaserego na Yusuf Jobwe na wale wengine wote mpaka yule ambaye anafakia pale hospitali. Wao wote mchango wao ndio umetufanya leo hii tuko hapa na wajane wanatambulika kwa kaunti hii. Na mimi nawaombea Mungu azidi kuwapa fikra, azidi kuwaneemesha, kwa sababu jambo mnalolifanya ni jambo la ibada na ni ibada nzito sana. Na mimi kama mtawala wa sehemu hii naona kuanzia leo nitatembea na wajane, na watakapoomba fursa yoyote kutoka kwangu kama mtawala wa sehemu hii, mimi nitawasupport 100%. Kwa hivyo leo hii kama mtamuita Jobwe ni baba wajane, mimi ndio baba lao na wajane wote wa hapa Kwale. Kwa hivyo sisi tushirikiane, tutembee kitu kimoja, tusaidiane ili kusupport hawa wajane wetu. Na mimi leo niko hapa na napeana changamoto kwa ndugu yangu Yusuf Jobwe na director pale Mwanasha Kasiriko. Nimetembea na nikapepesa na namuunga mkono yule ustadhi ambaye ametoka hapa. Wallahi wajane mmependeza, na wajane ni warembo mno, sijui siri iko wapi. Kwa hivyo wale ambao wako na mke mmoja, hii ni fursa ya kutekeleza dini, tuwaongezeni hawa wajane. Kwa hivyo mimi napeana challenge kwa mtawala, chief na naibu chifu ambao wako hapa, na sisi kama waume tuanzisheni injili hii
ya kuhamasisha ili mjane apate kuheshimika na aishi maisha mazuri, ni lazima wajane waoleke. Kwa hivyo wababa mlio hapa, hiyo ni changamoto. Kama una mmoja, ongeza wawili. Kama una wawili, ongeza watatu, na msiwanyanyake. Na mimi niko na mmoja, niongeze ama siongeze? Na mimi nawaambia nishafuma hapa. Ndugu zangu wananchi wajane, leo tuko hapa kwa sala la ibada. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wake wa kwanza alikuwa mjane, na kuna mambo mengi sana Khadija ambayo aliyafanya kunusuru Uislamu ulimwengu mzima. Kwa hivyo mwanzilishi wa kike aliyesukuma Uislamu mpaka ukatufikia sisi ni mke wake Mtume Muhammad, tena ni mke wake wa kwanza na alikuwa mjane. Kwa hivyo mjane si mtu wa kuwa mnyonge, na ishini kina mama zangu, msio wanyonge. Uislamu haungetufikia sisi kama Mtume hangemuoa Hadija na Hadija akamsaidia Mtume kueneza Uislamu. Kwa hivyo msiwe wanyonge. Jina naitwa Christine kutoka Ukunda. Mimi ni mgeni kidogo huku, lakini nilijua hili shirika kupitia kwa rafiki yangu ambao tulilearn kuhusu hii shirika online, na tulipoulizia zaidi kwa Mwanasha akatuambia kwamba leo mtakuwa hapa. Kwa hivyo tukaamua tufike tuweze kuhamasishwa zaidi, tujifunze zaidi, na pia tuunganike na wajane wenzetu tujue jinsi wanavyoinukia. Mimi ni mwalimu kule upande wa Ukunda, nimetoka sehemu zile za Kilifi, lakini sababu niko huku kikazi na sasa naweza ita nyumbani, ni vizuri tuungane, tuhamasishane. Na pia nimeona kulingana na vile nimeambiwa kidogo, nimesoma mambo mengi kuhusu hili shirika. Kwa hivyo nimefurahikia, na mwenzangu pia nimekuja naye anaitwa Lydia, anaweza wewe kuwasalimia. Tumefurahi sana, mbarikiwe sana kwa kazi njema mnaofanya, na pia kulingana na kauli ya wajane ambayo tuwe jasiri. Hakika wajane tunastahili kuwa jasiri. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wamama hai. Wamama hai. Asanteni sana, nashukuru sana kwa mwaliko. Kwa majina naitwa Dickson Lelo, natoka kule Kilifi. Shirika linaitwa Generation Kenya. Nimeandamana na mwenzangu pale Madam Beth. Poleni sana kwa kuchelewa kidogo, tumekuwa na hitilafu ya usafiri, lakini wanasema kawia bora ufike, si ndio? So hii ikiwa siku ya kuadhimisha wajane duniani, tunaungana pamoja na wajane wote duniani, kwanza kuwapatia kongole kwa ile kazi wanaofanya kushikilia jamii zao. Kwa kweli si kazi rahisi, si kweli? Mzigo ukiachwa mama peke yake ni kazi ngumu sana. Lakini pia kusema leo ukweli, jamii ikiachwa baba peke yake pia wewe afanya nini? Inakuwa shida zaidi, si ndio? Lakini mama akiachwa peke yake at least inasimama Ajipigieni makofi kwa hilo. Hiyo ni kumaanisha kwa wanawake ni viumbe ambao wana uwezo mkubwa sana wa kushikilia jamii pamoja. So siku ya leo nikitoka Generation Kenya, sisi si mara yetu ya kwanza kushirikiana na tuwajali wajane kupitia mkubwa wao pale Mwanasha Gaserego. Ni kiongozi tumetembea naye miaka mingi kama venye MC amesema, na mwanzo wa mwaka huu tumeweka makubaliano ya kufanya kazi pamoja ili kuinua wasichana na wavulana wa eneo hili la Pwani. Ni kiongozi ambaye analenga sana mambo ya maendeleo. Kwa hivyo Generation tuko na miradi mingi, lakini kuna ile mradi ambao umetuleta hapa siku ya leo unaitwa SMO ama Sewing Machine Operator. Na hapa ndo nataka akina mama mfungue masikio na macho. Sawa sawa. Mradi huu ni mradi ambao umefadhiliwa kusaidia wasichana na wavulana, lakini kwa idadi kubwa
tunaangazia sana wasichana. Tunachukua wasichana, tunawatrain bure kwa wiki 5, mashini za kushona zile za EPZ zile kubwa zile, bure bilashi. Anakuja pale Kilifi, akishamaliza kusoma tunamuingiza kazi EPZ. Na EPZ haendi kama mtu wa mkono, anaenda kama operator wa mashini ambaye mshahara ni 15,500. Kitambo ilikuwa ni 12,000. Na kusema ule ukweli, maeneo haya Kwale ikiwemo Twaka, Ramisi, Kigwede, Tiwi, wamekuja wasichana wengi sana kupitia hili shirika la Tuwajali Wajane. Jamani, tuwapigeni makofi kwa hilo. Hata jana nimepokea wasichana wawili kutoka Tuwajali Wajane. Wameanza training leo. Hatusemi 15,000 ni mshahara mkubwa, lakini pia si kidogo kwa mtu kuanzia. Kuliko msichana wako akae nyumbani akingojea kazi ya poti, afadhali anze na mshahara kidogo. Kabla ya mimba za mapema na ndoa za mapema, mwache ingie kazi. Hata akipata mtoto bahati mbaya, atakuwa na kipato, atakuwa ni mzigo kwako. Na qualification za chini kabisa. Awe na kitambulisho na awe amesoma mpaka darasa la 8 yuko na cheti. Hiyo tu. Hiyo ni qualification ngumu kweli. So ukitaka kujiunga na generation, pitia kwa Tuwajali Wajane hiyo program. Wao ndio official partners wetu hii pande ya Kwale. Majina naitwa Hassan Vunga. Mimi nami ndio baba wa watoto wa Msambweni location na Kirazi kwa ujumla, na tuko na mkubwa wetu pale amewasalimia, Mr. Johnston Kivuli ambaye yeye ndio sub county children officer, mimi nikiwa chini yake nikimsaidia kazi huku mashinani. Nashukuru sana kupata nafasi kama hii, na ni ukweli tunadhihirisha ya kwamba wajane wa leo sio kama wale wajana. Nimeona kina mama zangu hapa, kina dada zangu wameng'ara, wanatuimbia nyimbo bila hofu yoyote, kuonekana si kama vile jana mjane alikuwa amejikunja na ajui haki zake ziko wapi. Kwa hiyo tunarudisha sana shukurani kwa yule mama ambaye alileta wajane pamoja na kuweza kuwaondoa hofu na dukuduku. Kwa hakika mjane atakapoachwa na mwenzake huwa anabaki akiwa yeye kama mjane, na pia anabaki akiwa na watoto ambao wanamtegemea yeye kama mama. Ofisi yetu ya watoto, zile shughuli tunafanya kwa kusema kweli ni nyingi. Kwa ufupi tunaweza ni mambo manne. Jambo la kwanza tunaangalia upande wa watoto, mambo ya chakula, upande wa mavazi, upande wa usalama wao, upande wa mahali pa kuishi, upande wa elimu, pia matibabu, na pia tunaangalia mtoto aweze kupatiwa ile haki ambayo inaitwa uhuru wa kujienjoy yeye kama binadamu au kama mwanadamu mwingine wa kawaida. Hayo yote sio sisi ambao tunatekeleza, bali tunahimiza wazazi waweze kuwatendea haki hawa watoto. Kwa hiyo pale sana sana tuna dili na cases za watoto ambao hawashughulikiwi kupatiwa haki zao za kimsingi, kama vile ambavyo nimezitaja: mambo ya chakula, malazi, matibabu, nguo, na pia mambo ya elimu, na pia mambo ya kujivinjari. Kwa kweli amesema tuwajali wajane, amesema tuwajali wajane, sawa sawa. Alafu akasema
Kafanya nini? Iwaondokee, si ndio hivyo? Hofu na mashaka iwaondokee. Sawa sawa? Sisi wajane tuanze kushikwa mkono na mama Mwanasha. Tuko na hofu kweli? Tuko na hofu kweli? Ye mashaka? Mashaka tuko nayo? Hatuna. Kwa hivyo leo wimbo wa Blue Sky ni kama umepitwa na wakati kidogo, si ndio hivyo? Wajana sasa hatuna hofu wala hatuna mashaka. Sawa sawa? Ni raha kwenda mbele, si ndio hivyo? Kwa hivyo mimi nataka baba Blue Sky ufanye ukarabati kidogo ili uweze kuwapeleka wajane mbele. Sawa sawa?